Mimi naitwa Mwalimu Fakii Raphael Lulandala, mkuu wa wilaya ya Simanjiro. Ukifika ofisini kwa mkuu wa wilaya ya Simanjiro utakuta kibao kimeandikwa Mwalimu Fakii Raphael Lulandala, kwa sababu hiyo ndio kazi yangu. Na ninapobahatika kutumwa au kufanya shughuli zinazohusu elimu kama hapa, kwangu mimi yani ni sawasawa kabisa na kumchukua samaki kumrushia kwenye maji, kwa sababu nakuwa nyumbani kwangu. Mimi ni mwalimu, sio mwalimu wa jina. Maana siku hizi kuna watu wanaita walimu kwa sababu wamemaliza chuo ila hajawahi kufundisha. Mimi ni mwalimu wa kufundisha darasani. Nikistaafu ninalipwa pensheni, na pensheni hiyo ninalipwa kutokana na kazi yangu ya walimu, na nimekurupushwa na Mheshimiwa Rais nije nifanye kazi yake nikiwa nimeshafundisha darasani mwenyewe miaka 16. Alafu nilikuwa nimeonjeshwa kidogo uafisa elimu fulani hivi, sio kuwa idara, kwa mwaka mmoja. Nilikaa miezi 9 tu, kwa hata mwaka sikufanya nini, sikumaliza. Nikapangiwa kazi hii ya kuwa mwakilishi wa rais mahala pengine. Kwa hiyo naweza kusema Mheshimiwa Rais kimsingi kwa mimi alimwamini mwalimu kabisa wa darasani, Mwalimu Fakii Raphael Lulandala. Ni mwalimu kwa kufanya kazi, ni mwalimu kwa taaluma. Shahada yangu ya kwanza na shahada ya pili sijawahi kupiga chenga, ni ya ualimu. Kwa hiyo ni mwalimu. Makofi kwangu tafadhali kwa hilo bwana. Ni kazi ambayo naifanya kwa kuipenda sana. Kwa hiyo nilitaka kabla sijasoma hotuba niongee na walimu wenzangu katika kazi ambazo ukizifanya kwa uaminifu, ukiifanya kwa unyofu, inakutengenezea marafiki, inakutengenezea watoto, inakutengenezea wapendwa. Moja wapo ya kazi hizo ni kazi ya ualimu. Kama ambavyo wapo wenzetu wa afya pia, na wenyewe kazi zao wakizifanya kwa kunyoka vizuri, professionally, inamletea marafiki, inamletea watoto, inamletea jamii kubwa. Kazi yetu ni nzuri kwa sababu kuna kazi ambazo ukinyoka hivi afande, ukinyoka inakuwaje? Ukinyoka inakutengenezea marafiki na maadui. Yule ambaye amekumbushwa, au mwanasheria au hakimu au jaji na kazi nyingi sio vizuri kuzitaja. Kwa kazi yetu ni kazi njema. Ndio maana binafsi nilimuelewa sana Mwalimu MC. Alimuona mtoto aliyemfundisha primary, halafu na sasa anamfundisha hapa tena kwenye madarasa ya juu, akajisikia vizuri sana, na hiyo tunakutana nayo. Mimi nakutana na watu wengi niliowafundisha, wanakuheshimu kwa sababu uliowafundisha, sio kwa sababu umewahi kuwa DC wake. Hakuna hiyo. Anakuheshimu kwa sababu umewahi kuwa nani, mwalimu wake. Siku moja nilikuwa nasafiri naenda nje ya nchi, nilipokuwa katibu mkuu wa umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nikakutana kwenye ndege na msanii Rayvanny. Hata yule nilimfundisha kidato cha kwanza mpaka cha 4 nikiwa mwalimu wa nidhamu. Alafu akiwa amefika kidato cha 3 au cha 4, Ruge akapita na fiesta yake dogo, akaimba pale, akaimba vizuri. Wakati ni mwanafunzi akaingia mitini, akazunguka Tanzania nzima, yuko na Ruge
ila walikuwa wanaita nini, fiesta fulani hizi. Sasa mkuu wa shule kachukia, akasema lazima afukuzwe, amehesabia zile siku. Mimi nikapambana kweli kusema huyu mtoto ni kipaji chake, tumpe tu adhabu afu tumsamehe. Mkuu wa shule akaelewa na kamati tukajadili, akasamehewa, akamaliza form 4. Alikuwa kijana wetu msanii, sasa hivi amekuwa maarufu kuliko sisi walimu wake. Hata tukiwa kwenye ndege akaja kunipiga hapa, anambia mwalimu, wala haniambii, kwa sababu nilikuwa kabla hapo nimeshakuwa mkuu wa wilaya, haniambii mkuu wa wilaya wala haniambii katibu mkuu wa umoja wa vijana, ila amekuja kunikumbatia kwenye ndege kabla tuko Ethiopia, Addis Ababa. Anasema mwalimu, ananipa heshima kwa sababu mimi ni mwalimu wake, lakini sio mwalimu wake ambaye pia wakati anasoma nilitambua vipaji vyake, tukaviheshimu, tukavinacha, na sasa ni mtu mkubwa kuliko sisi kwa maana ya umashuhuri. Uongo kweli? Sisi walimu tunafurahia sana mafanikio ya wanafunzi wenzetu. Kwa hiyo katika mazingira haya, mimi nianze kabisa kwa kuwapongeza sana ndugu walimu wenzangu. Sasa nafikiri nimefahamika, nimejitambulisha.